mgogoro wa bajaji uko vipi? Mbona unatoa amri kwa wewe? Basi nashukuru. Kama unataka kuanzisha mahojiano ya kusema unaanzisha kikao chao kutupa maelekezo hapa, sisi tunaanza kushughulikia wewe kwa sababu wewe utakuwa mgogoro kwa bajaji. Asante. Hawa daradara hususa sana hawa daradara kutoka Mbalizi kwenda Senjere. Hawa wenzetu tulikuwa tukifanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano vizuri, kwa kutumia busara, maana tukawa tunajua wao na sisi ni watu ambao ni watafutaji, ni wafanyabiashara, lakini ikawa imepelekea wenzetu wakawa wanashindwa kutuelewa pindi pale tulipokuwa tukiendelea na biashara yetu ya bajaji. Kwa mfano maeneo mengine hakukuwa na usumbufu wowote. Kwa mfano barabara ya kutoka Malira kwenda Sangati na kutoka stendi ya Chunya kwenda ile barabara ya kwenda Mkwajuni Chunya kule, tulikuwa tunaishia kwenye mipaka yetu ilipoishia halmashauri yetu ya Mbeya vijijini. Lakini tukawa tumekutana na changamoto moja kwenye njia yetu hii ya kwenda Tunduma. Pindi pale walipoendelea kuziona bajaji zinafika Songwe, wao wakaona sasa hatuna uhalali wa kufika kule. Ingawaje hapo awali kulikuwa na mapatano ya kusema jamani, bajaji sasa ziishie kwa Mchachu pale kwenye Mwembe karibia na airport. Sasa katika busara zile ambazo hazikuwepo kisheria, sasa wenzetu wakawa wanaziona kwamba zile busara sasa kwao imekuwa kama sheria. Bajaji ikiondoka Mbalizi kwa kukodiwa kufika Songwe, wakawa wanaona kwamba inaporudi na beba watu kwao ikawa ni chukizo. Hawataki kuona bajaji inabeba watu kutoka kule Songwe. Sababu bajaji hata kwa mujibu wa afisa mfawidhi wa LATRA kusomea sheria za bajaji haziruhusiwi kutembea barabara kuu. Na hilo mimi ndio ambalo nalifahamu. Na sisi kama viongozi wa madereva na mimi kama dereva ndasimamia kifungu hicho ambacho nimeanza kukisikia toka bajaji zinaanza kwamba zisitembee kwenye barabara kuu. Kazi ya bajaji ni kuilisha barabara kuu, kutoa watu sehemu ambayo daladala haziendi ili kuja kuilisha barabara kuu. Kwa mujibu wa utengenezwaji wa bajaji, kapasiti yake ni abiria ngapi? Watatu. Amani niulize vile kwamba ni halali abiria kusimama kwenye daladala? Kwa kuzidisha idadi ni makosa kwa mujibu wa sheria za usajili. Hii swala langu ni moja, nimekodiwa Mbalizi naelekea Songwe na Songwe ni ndani ya halmashauri yetu. Je, nikifika Songwe sema ambao nimeruhusiwa nipaki, nikipata abiria watatu wakudi Mbalizi naruhusiwa niwachukue? Mimi wadi kwa very strict. Lakini mtu ambaye nifahamu utanichukia, mtu ambaye ananifahamu utanipenda kabisa. Yaani wasi nanga hii na lile. Sina kona. Mimi najiamini mpaka wao wanajiamini, sina kona katika. Na kwa mfano hapa mgogoro wa mheshimiwa niongea tu hapo kwa fupi sana. Niliwaita sasa kama sikuwaita. Na nilipokuwa naona tatizo linaendelea, nawapigia mpaka simu, shida nini? Nikampigia na afisa biashara akaifafanulia, nikampigia mtu LATRA akafafanulia, ndio nikaanza kufanya kazi pale, nikaleta mgogoro tena. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini mimi naomba hivi tufuate sheria. Sawa ndugu zangu, tufuate sheria. Au daladala au bajaji sio pikipiki au gari, yani tufuate sheria. I'm very strict. Sheria lazima zifuatwe, hata kama sio kwenye uongozi wangu, sheria lazima zifuatwe. Afande nyoka. Hakuna kuweka sura, sisi tunawatoa mjini na waweka sura ya undata pale. Kuna kucheka. Sasa afande Sidika sema ni ambuzi. Sasa naomba niweke wazi kwa jambo moja. Nipeni nafasi kwa siku ya leo, kesho na kesho kutwa, idara zangu hizi wakaandae vibao vya vituo vya bajaji. Umenielewa vizuri? Vituo vya bajaji, alafu na kuainisha sehemu za bajaji kutulia vizuri kupata abiria wao kwa nabasi, sababu ni mji. Sawa viongozi? Ili tumjue reflector nyekundu namba ngapi, reflector light blue namba ngapi, reflector njano namba ngapi. Hiyo ndio heshima ya miji. Tukimwona tu reflector nyekundu tunamjua yule wa Ifisi. Tukimwona reflector light kijani tunamjua yule wa Mbalizi.
na lazima kila mtu anunue reflector. Sasa leo sitasimamisha maafisa wangu, nitaomba siku 3 ili wakishakamilisha hivyo kuainisha hivyo vituo na kuwaweka na kutoa maelekezo ya reflectors, ili tukutambue kwa reflector. Kama wewe ni mwendesha bajaji unavaa reflector rangi gani, ni wa station ipi, tutatoa hayo maelekezo ili na wao watajipanga namna ya kufanya. Sababu reflector ni shilingi ngapi ya bajaji? Makofi kwa mwenyekiti jamani. Kwa hiyo maafisa kuanzia mkuu wa idara ya dadanti na mkuu wa mamlaka ya mji mdogo, tuipe heshima mamlaka. Kainisheni maeneo mazuri yasiyoleta ajali wala kumzuia daladala asitoke, asishindwe kutoka. Toeni maelekezo wasipaki ovyo. Yaani tukimaliza tukikaa mnaenda na watu wako na maafisa biashara mkamwagike. Wasipaki ovyo, ainisheni, alafu chagueni rangi. Na kama kuna uwezekano, mimi ninavyoona mjini, kama ni parking ya namba 1 wanaandika nyuma huko maandishi makubwa 1 kituo namba 1. Kama ni 2 wanajua kituo namba 2. Mtu kama kashindwa cream, sababu kuna wengine wana matatizo ya kusoma rangi. Nyekundu anaona damu ya mzee. Mweke namba, sababu uzuri rangi zote kwa nyeusi zinaingia. Kituo namba 2 atachora huku 2 nyuma. Hata akitumia marker pen, mradi aonekane kituo chake. Ili kiturahisishie mji utawalike, kusiwe na vita. Alafu na ahidi kwenu, baada ya siku 3 tutoe barua kwa viongozi wote watatu. Kwa daladala zinazotoka mjini kwenda ruti gani ya kwako? Senjele, mpewe barua yenu ya kuonyeshwa ruti ya bajaji. Singine kwamba bajaji hizi zinapaki hapa, zinaenda mwisho hapa. Na mheshimiwa mwenyekiti wa ruti ya huko Mbalizi mpaka wapi? Tunduma, na wewe uletewe barua ya ruti ya bajaji na vituo vya bajaji. Na mheshimiwa mwenyekiti wa bajaji utaletewa ruti ya bajaji yako na vituo vya kupaki. Hata kama tusipokuwa na ruti, unaweza kama umenunua ruti 3 au kama wewe una ruti umekodisha, lakini kituo chako utaletewa barua nakala. Lakini barua hiyo sisi tutamwandikia afande OCD kumuonyeshia vituo na jinsi tulivyopanga. Unajua ukiambiwa serikali ya mtaa onyesha pointi ulipo. So mheshimiwa rais kishaonyesha pointi za mitaa yetu na namba. Tunayo zile namba kwenye nyumba zetu Sasa na sisi tunataka tukajipanga. Ukweli usiopingika tujajipanga kwenye pointi za kupaki hao bajaji. Uongo kweli? Kama ukiona kuna mapungufu lazima useme. Kwa hiyo mnipe siku ngapi? 3. Nitoe pointi zao za mahali wanako paki. Tukimkuta sehemu nyingine, sheria itachukua mkondo wake. Lakini wewe kiongozi au waendesha mabasi au daladala au bajaji, tusichukue sheria mkononi. Chache mheshimiwa mkurugenzi, nikushukuru sana. Kwa kweli kama ni uongozi wa kuacha alama, mimi jana niko kupigia simu. Mimi sikuamini kama utasema kama bana hili linaisha leo ina nini. Maka ingekuwa mwingine michakato na nini, ngoja tufanye utaratibu. Hadidu za rejea nini. Lakini leo limefanyika vizuri na jambo limekaa vizuri, na nadhani hata hao wenzetu wameridhika sana. Kwa hiyo machache basi niseme tu tukifunge tusonge mbele katika kutekeleza majukumu yetu. Ukikodiwa wewe nenda mpaka sehemu ambapo umefika. Lakini upenya wa kukodoa hii ndio sababu yake. Utakuta anasema tumekodiwa kumbe anasanya abiria. Sasa nao nani ambao kimsingi wanalipa mapato na nini? Na sijui bajaji mnalipa wapi mapato yenu? Halmashauri. Si ndio? Lakini kwa utaratibu ambao kwa utaratibu ambao upo. Lakini kitu kingine, bajaji mnajaza sana abiria. Yaani tukasema hata dereva wa bajaji hata ukaji hata kiuno mpaka kama kimepinda. Sasa na barabara hizo zinazokwenda jamani, zina historia ya ajali sana. Ile eneo la airport pale. Mnapenda kwenda kule japokuwa mnakiuka taratibu, lakini hata kwa usalama kwenu ile ni hatari sana. Yaani katika kumbukumbu zetu lile eneo linakuwa na ajali nyingi. Gari haya malori ya kutoka kule Tunduma wapi na nini. Hata gari za abiria.
Sasa unajaza watu mle, lakini pia unaenda kwenye ruti ambayo ni ndefu. Ikitokea ajali pale watu wamekufa watu 8 kwa kwenye bajaji. Hivi hiyo taarifa ilikuwa imekaje? Bajaji inaweza kubeba watu 3, alafu lori limekuja limepitia bajaji, alafu inaonekana waliokufa watu 8. Walikaaje mle kwenye ile bajaji? Na hiki kingine tuwe na tafute leseni za udereva. Kwa sababu hapa tunajadili mtu hawezi kutambulika dereva, ni lazima cha kwanza awe na leseni. Leseni ndio nyaraka inaompa mamlaka ya kukaa barabarani na kuendesha chombo cha moto. Kwa hiyo elimu kama ilishatolewa sana. Kila mtu ajitahidi awe na leseni. Sisi tutasimamia taratibu na sheria. DTO. Hichi kikao tumekiitisha, yani lengo ni kuangalia tunakwendaje huko mbele. Sawa. Na hivyo vibao vitawekwa na nini, lakini kuanzia leo taratibu zianze kufuatwa. Hii ya siku 3 ni utaratibu ambao mkurugenzi wa kuboresha. Kwa kila kituo kiwe kina nini? Kina ubao kwamba bwana wewe kituo chako ni hiki hapa na nini. Lakini haya mambo viongozi wa nani, unakuta kiongozi hapa wa daladala au wa bajaji kutaka sifa kwa kuaminisha wafuasi kwa kukuka taratibu na nini. Hapana. Tuyasimamie ambao tunaamini kama ndivyo yalivyo.